Serikali imetenga shilingi bilioni 14 kwa ajili ya ujenzi wa maabara mpya ya kisasa kwa ajili ya kupima sampuli za madini ya aina mbalimbali ili kurahisisha upatikanaji wa majibu sahihi ya sampuli hizo. Na katika michezo, mashindano ya Masoko Cup yameendelea kutimua vumbi hii leo hapo jana kwa michezo miwili kupigwa katika viwanja vya Chuo cha Taifa cha Utalii pamoja na Kinesi. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 14 kwa ajili ya ujenzi wa maabara mpya ya kisasa ya kupima sampuli za madini ya aina mbalimbali, hatua itakayosaidia kurahisisha upatikanaji wa majibu sahihi ya sampuli za madini. Hayo yameelezwa na Waziri wa Madini Anthony Mavunde wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa maabara hiyo katika eneo la Kizota jijini Dodoma. Wachimbaji na wafanyabiashara wengi wa madini nchini Tanzania wamekuwa na changamoto moja kubwa ya upatikanaji wa taarifa sahihi za kimaabara, na hivyo kupelekea asilimia kubwa kutumia maabara tofauti zikiwemo za nje ya nchi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeamua sasa kufanya uwekezaji mkubwa katika eneo hilo la maabara. Katika hatua nyingine, Waziri Mavunde amebainisha mkakati wa kusogeza huduma za maabara kwa wachimbaji wa madini. Kwenye taasisi yetu ya Jiolojia na Utafiti wa Madini, kuendelea kutumia maabara zetu, tunaendelea kuboresha huduma na vilevile kuwajengea uwezo wa wataalamu wetu zaidi. Sambamba na hii pia tunajenga maabara nyingine katika mkoa wa Geita pamoja na mkoa wa kimadini wa Chunya. Hapa mtendaji mkuu wa Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini nchini, Mhandisi Ali Sameja, anaeleza maendeleo ya ujenzi wa maabara hiyo. Jengo hili lipo katika awamu mbalimbali. Katika upande mmoja limeshafikia 20%, lakini katika sehemu nyingine limeshafikia 13 kama 0.5 hivi. Jengo hili litakwenda kumalizika kulingana na mkataba ambao ni wa takriban miaka miwili, itakwenda kumalizika mwezi Septemba mwishoni mwaka 2027. Na hili jengo ni kubwa sana, ni mradi wa takriban bilioni 14.3. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana ambao unaweza ukahudumia nchi nzima, lakini pia East Africa kwa ujumla. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mary Priska Mahundi, ametoa wito kwa jamii na viongozi wa madhehebu ya kidini kushirikiana kwa pamoja kutokomeza vitendo vya ukatili kwa wanawake na watoto, ikiwemo vipigo, ubakaji na ulawiti ambavyo vimekuwa vikichangia mmomonyoko wa maadili kwa jamii. Amekuja mama mmoja akiwa na mtoto wake ana miaka nadhani 4. Yule mtoto wa kike amelawitiwa na mtu mwenye umri wa miaka 65. Kauli hiyo imetolewa wakati wa kongamano la kupinga ukatili wa kijinsia ambalo limefanyika manispaa ya Ujiji mkoani hapa, ambapo mapambano dhidi ya ukatili yanaweza kufanikiwa kwa ushirikiano wa serikali, viongozi wa dini, jamii na taasisi mbalimbali. Katika kongamano hilo, wanaume wameelezwa kuwa na mchango mkubwa wa kuongeza vitendo vya ukatili, na taarifa zinaeleza kwa kipindi cha Januari hadi Juni 2025 kesi za ubakaji na ulawiti zilikuwa 144, na kwa kipindi cha Januari hadi Juni 2026 kesi hizo zimepungua hadi kufikia kesi 47. Takwimu zinazoongoza ni kwa upande wa watoto na wanawake, ni makundi ambayo yanaguswa sana. Licha ya kesi hizo kupungua, lakini imeelezwa kuwa vitisho vimekuwa chanzo cha kuminya kwa utoaji wa taarifa pamoja na kutotoa ushahidi wa matukio hayo, ambapo kwa kipindi cha Januari hadi Juni 2025 kati ya kesi 144, kesi 55 tu zilifikishwa mahakamani, huku mwaka 2026 kati ya kesi 47 zilizofikishwa mahakamani ni kesi 18 tu. Swala la ukatili wa kijinsia na ushoga katika mji wetu wa manispaa ya Ujiji umekithiri. Takwimu ambazo tunazozipata ni takwimu ambazo ni chache, kwa maana kwamba wako watu ambao wanafanyiwa matukio haya lakini hawaendi kuripoti katika vyombo vya dola. Naibu Waziri Mary Priska Mahundi akatoa wito kwa viongozi wa dini na jamii kushirikiana kwa pamoja kupinga vitendo vya ukatili, huku sheria ikisimamiwa ipasavyo kwa wanaobainika. Watoto wa kiume wanapoendelea kulawitiwa, tutakuwa na wababa wa aina gani kesho? Tunawapoteza. Kama kuna imani za potofu zinazopelekea kufanya haya, tumrudie Mungu.
Viongozi wa dini tunawategemeeni sana sana sana. Kongamano hilo limetajwa kuibua hari na hamasa kwa jamii kuona ni kwa namna gani wanapaswa kuchangia kuondoa matukio ya vitendo vya ukatili kwa jamii, hasa wanawake na watoto. Kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, Mwenjebuhoza, Channel 10. Serikali imeshauriwa kuongeza juhudi za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia zinazotumia teknolojia mbalimbali hususan umeme ili kuharakisha kufikiwa kwa lengo la 80% la kaya zote nchini kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Tupate taarifa zaidi. Ni katika warsha ya kuwajengea uwezo waandishi wa habari pamoja na maafisa mawasiliano wa serikali kuhusu uandishi na uhamasishaji wa masuala ya nishati safi ya kupikia, ambapo naibu waziri wa nishati Salome Makamba akifungua mafunzo hayo ameeleza mwenendo wa matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini pamoja na hatua zinazochukuliwa na serikali kufikia malengo yaliyowekwa. Hadi sasa matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini yamefikia 28.6 hivi kwa kaya. Hii inaonyesha ongezeko linalotia moyo, lakini bado tunayo safari ndefu kuelekea kufikia lengo la 80% ifikapo mwaka 2034. Kutokana na takwimu hizo, shirika la Umoja wa Mataifa la mfuko wa maendeleo ya mitaji UNCBF kupitia mradi wa Cook Fund unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya EU linaishauri serikali kuongeza juhudi za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia za aina mbalimbali ili kuharakisha kufikiwa kwa lengo la 80% ya kaya nchini kutumia nishati hiyo. Watu wanaamini kwamba umeme ni ghali, lakini kwa kweli umeme kwa kutumia efficient appliance ndio nishati rahisi kuliko zote za kupikia. Lakini ukweli ni kwamba kama taifa tunataka tufikie 80%, na kama energy for cooking is security, basi we need to have an appropriate mix katika teknolojia zote. Tukiweza kuielimisha jamii juu ya umuhimu wa nishati safi ya kupikia, tutaokoa afya za Watanzania wengi, tutalinda mazingira. Na tunapoongelea nishati safi ya kupikia, basi tunaongelea inaweza ikawa ni gesi LPG, inaweza ikawa ni gesi asilia ile ya Mtwara, inaweza ikawa ni umeme, bioethanol. Amani Mbando, Channel 10. Kwa kushirikiana na halmashauri ya jiji la Tanga imetoa fedha kiasi cha shilingi milioni 424 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la bweni la wavulana katika shule ya sekondari ya Usagara iliyopo mkoani humo. Shule ya sekondari Usagara ilianzishwa mwaka 1959 ambayo kwa sasa ina wanafunzi 1844 wakiwemo wa kike na wa kiume. Hatua ya kutatua changamoto ya wanafunzi hao kutembea kilomita 5 kila siku kufuata bweni lililopo nje ya shule baada ya kumaliza masomo yao nyakati za usiku inatarajiwa kuongeza ufaulu kwa watoto. Hadi sasa mradi huo uko katika hatua ya umaliziaji ambapo sakafu ya chini kwa 90% imeshakamilika, na sasa shughuli zinazoendelea ni uwekaji wa milango, vyoo kwa ajili ya walemavu, mfumo wa maji wa ndani na upigaji wa rangi. Akiweka jiwe la msingi la ujenzi huo, Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar akaahidi kuwaunga mkono katika vifaa, huku mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba akibainisha utekelezaji wa mradi huo. Jukumu lenu ni kusoma, jukumu lenu ni kujiandaa kujitafutia maisha ya baadaye. Hizi shilingi milioni 37 ambazo zinahitajika kwa vitanda, nafikiri tuchukue sisi dhamana Wizara ya Fedha kukamilisha tuweze kupata vitanda wanafunzi wa kiume Usagara waweze kuendelea na masomo yao. Faulu katika kidato cha 6 na wenyewe umeongezeka kutoka 91.9 mpaka 99%. Kwa hiyo zile fedha ambazo anatuletea Mheshimiwa Rais zinakwenda kutoa matunda. Aidha, Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amezungumza na wananchi wa wilaya Pangani kuhusu malengo ya serikali katika kumalizia miradi mbalimbali. Kwa hiyo Wanatanga, Wanapangani, mtembee kifua mbele. Serikali yenu itaendelea kuleta fedha kwa ajili ya huduma zote muhimu za kijamii. Kutoka Tanga, Harai Kipingu, Channel 10.
Zaidi ya wakulima 20,000 wa kijiji cha Mbuyuni kata ya Itunundu katika halmashauri ya wilaya ya Iringa wanaotarajiwa kunufaika na mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi wamesema tayari wameanza kushuhudia matokeo chanya ya uwekezaji huo katika sekta ya kilimo. Ni katika ziara ya kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Iringa, wananchi hao wengi wakiwa ni wakulima wa zao la mpunga na mahindi wameshindwa kuzuia hisia zao na kuimwagia sifa serikali kwa mradi huo ambao kwao ni Mkombozi kama lilivyo jina la mradi wenyewe. Namshukuru sana Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea huu mradi. Imefika mahali tunavuna vizuri, hawahangaiki waume zetu kwenda kuhangaika kwa ajili ya kuweka mamiti yale waliokuwa nakata kuweka kule na kuharibu miundombinu ya mto. Imekuwa na tija kubwa kwa sababu mimi nilianza na godown moja ambao nilikuwa naweza kustore gunia 10,000, lakini baada ya mradi huu kuanza kutumika kwa msimu huu mpaka sasa tumeweza kujaza godown 3, wastani wa gunia 27,000. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amesema serikali ya awamu ya 6 imewekeza katika skimu hiyo ili kuchochea kwa kiasi kikubwa mageuzi ya sekta ya kilimo, huku mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa ambaye ameongoza kamati ya siasa ya CCM mkoani humo Daudi Yasini ameonyesha kuridhishwa na maendeleo ya mradi huo mkubwa. Serikali ya awamu katika ukanda huu wa Pawaga ndiko sehemu ambako serikali imewekeza ili kuhakikisha kwamba mkoa wa Iringa na maeneo yote ya jirani tunaendelea kupata chakula cha kutosha, lakini pia tunapata mchele kwa ajili ya biashara. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeleta uwekezaji mkubwa. Zinazotajwa zilikuwa zinatajwa bilioni 56, lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa na taarifa tuliopewa hapo ameniambia pesa zimeongezeka, kuna umaliziaji unaongezeka, sasa itakuwa ni bilioni 70. Tumpigie makofi Dr. Samia. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Bonde la maji la Pangani imewataka wananchi Bodi ya maji ya bonde la Pangani imewataka wananchi waishio kuzunguka bwawa la Nyumba ya Mungu upande wa wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara kusitisha shughuli zao za kibinadamu karibu na tuta la bwawa hilo hadi zoezi la upimaji na uwekaji wa mipaka rasmi itakayotenganisha hifadhi ya bonde na wananchi itakapokamilika. Tupate taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Pangani Segule baada ya kumalizika kwa kikao kilicholenga kutoa elimu ya uhifadhi wa bwawa hilo, akisema upimaji na uwekwaji wa mipaka utaepusha uvamizi wa maeneo ya hifadhi na kuimarisha usalama wa miundombinu na rasilimali hiyo muhimu kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kuja hapa leo kwa ajili ya kupeana elimu na wenzetu wa kijiji kwamba eneo wanaotaka walikuwa wanatarajiwa kuligawa kwa ajili ya makazi sio eneo, haitakuwa eneo rafiki kwa uimara wa bwawa, na nishukuru tumefanya kikao kizuri, nao wametoa maoni yao na dukuduku zao, lakini tumekubaliana kimsingi jambo lile tunalisitisha kwanza. Katika kuhakikisha zoezi hilo linafanikiwa, Segule amesema kwamba anataraji kuandika barua kwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi ili iwe kumbukumbu kupitia utekelezaji huo. Zoezi la barua tutaliandika haraka iwezekanavyo. Wakati huo tunajiandaa kuweka alama za mipaka kuainisha eneo ambalo sisi tunatamani litunzwe na lisiingizwe katika mipango mbalimbali ya kijiji. Naye mwenyekiti wa kijiji cha Nyumba ya Mungu Maneno Omari amemwomba mkurugenzi kuandika barua ili wananchi waweze kufahamu uhalali wa zoezi hilo. Watuandikie sisi na pia mkuu wetu wa wilaya, mkurugenzi pia ipate, ili na sisi watujulishe, kwa sababu mimi nimesimama kwa niaba ya wananchi, na wananchi wanahamu sana kujua eneo lile kwamba halistahili ama linastahili. Kwa mimi nimenufaika au nimeelewa kwamba nikiwa ni mwananchi wa kijiji hiki natakiwa niwe mlinzi kwa kulinda tuta la maji au kwa kulinda vyanzo vya maji. Ahmed Nandonde, Channel 10. Wilaya ya Namtumbo imeanza mkakati wa kuwalinda watumishi wake kwa kuwakutanisha na madaktari bingwa wa afya ya akili ili kuwajengea uwezo wa kutambua dalili, kukabiliana na msongo wa mawazo na kutafuta matibabu mapema kabla hali haijawa mbaya zaidi. Akizungumza katika Women's Gala, mkuu wa wilaya ya Namtumbo Ngolo Malenya amesema
Serikali imeamua kutumia jukwaa hilo kuwafikia watumishi wa umma hususan wanawake, kwa sababu afya ya akili si tatizo la mtu mmoja, bali ni changamoto inayogusa familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla, ambapo amesema changamoto za afya za akili zimekuwa zikichangia kushuka kwa ufanisi makazini, migogoro ya kifamilia, kupoteza ajira na wakati mwingine vifo. Hivyo elimu hiyo ni silaha muhimu ya kuzuia athari hizo. Kwa sababu janga hili la afya ya akili wengi limepoteza maisha kwa watu, lakini pia limepoteza ajira na watu wamekosa mwelekeo. Sasa tumeona ni vyema tuchukue hatua hiyo kwa ajili ya kupata elimu, kupata uponyaji ili tuweze kusonga mbele. Kwa mujibu wa mtaalamu bingwa wa saikolojia ya tiba kutoka Hospitali ya Rufaa ya Taifa ya Afya ya Akili Melembe, Dr. Roselyn Malenya amesema afya ya akili huathiri namna mtu anavyofikiri, anavyohisi na anavyoishi kila siku, huku akisisitiza wengi huchelewa kutafuta huduma kwa sababu ya kushindwa kutambua dalili za awali pamoja na hofu ya kunyanyapaliwa, jambo linalosababisha wagonjwa wengi kufika hospitalini wakati tayari hali imekuwa mbaya zaidi. Tatizo hili saizi limekuwa ni kubwa sana, na tafiti zilizofanyika hivi karibuni, ambayo tafiti hiyo inafanyika kila baada ya miaka 6. Tafiti hii imeonyesha kwamba magonjwa ya akili saizi yana 45% na yamezidi magonjwa yote, ambayo tafiti hii mara mwisho iliyofanywa ugonjwa wa kansa ndio ulikuwa umeshika hatamu. Dalili ambazo anazo mtu mwenye afya ya akili, tuchukulia hata wewe ukitaka kujiokoa, cha kwanza ni viashiria vya mwili, kwa sababu kuna homoni ndani yako inaitwa cortisol, homoni ya uchungu, huwa inapanda. Kipanda vinakuja vidalili vya hospitali: kiungulia, kichefuchefu, kichwa kuuma. Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Na sasa ni katika anga za michezo ambako tunaelezwa timu ya Soko la Mbagala Rangi Tatu wamelazimishwa sare ya bao 1-1 dhidi ya Soko la Mabibo katika mchezo wa kundi F, mechi iliyopigwa katika uwanja wa Kinesi, Dar es Salaam. Mchezo wa mwisho katika kundi F katika hatua ya makundi kati ya mabingwa wa kihistoria Mabibo Market dhidi ya Mbagala Rangi Tatu umemalizika hapa katika uwanja wa Kinesi kwa sare ya bao 1-1. Iliwabidi Mabibo kusubiri mpaka dakika 92 kuja kusawazisha kwenye mchezo huu. Baada ya matokeo haya, makocha na wachezaji wa timu zote mbili wana kipi cha kuzungumza? Tupate nafasi ya kuwasikiliza. Mechi ilikuwa nzuri, tunamshukuru Mungu, mechi imeisha salama na matokeo yamekuwa sare. Maanake mechi ya leo ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo hata kupata sare kwa sisi pia ni faida, kwa sababu tunaweza kupata nafasi, kwa sababu kundi letu kuna nafasi ya best loser, lakini pia kuna nafasi ya pili inawezekana tukawa tumeipata kwa ajili ya kuweza kuendelea na mashindano. Nzuri kwa sababu Sokokavu kila mwaka yanazidi kwenda unakuwa na chatu, kwa sababu kila soko linakuwa linaimarika, linakuwa na shauku na hama kushika mashindano haya. Sisi kama Mbagala msimu wetu wa 4, mechi yetu naona tumekuwa tumemaliza msimu na pointi 2, ni msimu wetu mbaya sana msimu, lakini next time tutajipanga vizuri sana, sisi tutakuja tukiwa imara zaidi. Ulikuwa mgumu sana, lakini hakuna linashindikana kwa uwezo wa Mungu. Kwa uwezo wa Mungu dakika 92 tumetoa goli ambalo limetupa faida ya kupita hatua nyingine. Sio rahisi, mechi ilikuwa ni tough. Ila tumepambana, tumeweza kupata goli la mapema, tumezuia sana, kila mistake ndogo dakika za mwishoni ndio imetufanya tumeweza kupoteza mchezo. Katika mchezo mwingine wa kundi F ambao ulipaswa kupigwa katika uwanja wa Chuo cha Taifa cha Utalii Soko la Zingiziwa, hawajafanikiwa kufika katika uwanja na Kekumwanga alikuwepo kwenye mchezo huu. Tunasubiri maamuzi kutoka kwa DRFA kuhusiana na mechi hiyo. Kutoka hapa katika uwanja wa Kines jijini Dar es Salaam, mimi ni golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati, na hii ni Channel 10 michezo. Na mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vya kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.